Haya maboresho mmeyafanya kwenye kipindi gani hasa cha awamu katika hizi serikali za uongozi? Mimi naweza nikasema toa miaka 6 ya nyuma tulikuwa na uongozi wa Mheshimiwa Marande. Huyu hata mimi nilikuwa mtendaji katika nafasi ya kuangalia maendeleo ya chama, ilikuwa 2022. Imetuchukua hatua kidogo kuboresha soko, ni nguvu za wanachama wenyewe kwa ushirikiano. Kwanza tulihangaika sana katika kuondoa mapaya zamani. Kwa hiyo ndio maana unaona kuna mabadiliko makubwa. Tumetengeneza paa moja ambalo limefunika karibu hekari 1.5. Eneo letu lina ukubwa kama hekari 1.5. Sasa kwa hiyo ukiangalia hivyo ni moja ya matukio ambayo yamefanyika yenye juhudi ya kuleta maendeleo kwa wanachama. Sasa mpaka sasa hivi nafikiri tunakokwenda, kwangu mimi naweza nikasema maendeleo haya yamepitwa na muda. Tumechelewa sana na tunahitaji maendeleo zaidi. Hapa katikati nimesikia Mheshimiwa Rais akiwa Dodoma anasema mji huu wa Dar es Salaam uwe wa kisasa. Kwa hiyo usasa huu ni pamoja na makazi ya watu, namna wanakoishi huko. Kuna maeneo ambayo mengi hayajapimwa, squat area. Sasa tukiuyanisha na hayo maendeleo, vile vile Mheshimiwa Rais alisema paka maeneo ya biashara, pamoja na soko letu hili. Ina maana leo hii ajira ya watu 500 kwa eneo tulokaba, kumbe tunaweza tukawa wengi zaidi. Kwa sababu kama utapata nafasi ya kuboresha zaidi kwa muundo labda kama masoko mengine yalivyojengwa. Kuna soko la Tandale limejengwa, kuna soko la Magomeni limejengwa na serikali imesimamia. Sasa kwa mtindo huu hata mimi ninayo shauku ya kuhitaji maendeleo kama hayo.